Jina langu ni Bishop Ikongo, askofu mkuu wa makanisa ya Tanzania Acts of God Church hapa Tanzania. Kwa kifupi inaitwa TAGC. Nakumbuka ilikuwa tarehe 9 mwezi wa 3 2025, Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu mpendwa, penzi wetu, rais tunayempenda, alifika katika wilaya ya Mwanga na alifanya mkutano mkubwa wa hadhara baada ya uzinduzi wa maji au mradi mkubwa wa maji kutoka kwenye bwawa la Nyumba ya Mungu ambao inaitwa SAMWASA. Yaani ni Same, Mwanga na Korogwe. Huu mradi ni mkubwa sana ambao aliuzindua. Mheshimiwa Rais tarehe 9 ndio alifika hapa. Baada ya uzinduzi, Mheshimiwa Rais alipata nafasi ya kukutana na maelfu ya watu katika uwanja wa CD Msuya, kwa kirefu tunaita uwanja wa Cleopa Msuya hapa mjini Mwanga. Tumekuwa na mikutano mingi yenye mikusanyiko mikubwa, lakini katika mkutano huu wa tarehe 9 ulikuwa ni mkutano mkubwa, maana ulijaa watu walijitokeza. Umati wa watu ulikuwa ni mkubwa, haijawahi kutokea ndani ya wilaya ya Mwanga, haijawahi kutokea. Pamoja na mambo mengine ambayo Mheshimiwa Rais aliyafanya, ni kuhutubia, na pamoja na hotuba yake, pamoja na mambo mengine mengi yaliyofanyika siku hiyo, mimi nimeangalia sana uzinduzi, na nimeita uzinduzi huu ni kuiheshimisha wilaya ya Mwanga. Nimeita kwamba Dr. Samia aiheshimisha wilaya ya Mwanga. Nasema ameiheshimisha kwa sababu gani? Kwa sababu huu uzinduzi uliofanyika wa mradi mkubwa wa maji kutoka bwawa la Nyumba ya Mungu ambao liko hapa Mwanga ni uzinduzi wa pili wa kihistoria tangu tupate uhuru. Ni uzinduzi wa pili wa kihistoria tangu tupate uhuru katika nchi yetu. Nakumbuka uzinduzi wa kwanza uliofanyika kwenye bwawa la Nyumba ya Mungu ulifanyika mwaka 1969. Uzinduzi ulifanywa na rais wa kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Ulikuwa ni uzinduzi wa kuzindua bwawa la Nyumba ya Mungu baada ya kumalizika kuchimbwa lile bwawa. Kwa hiyo ulifanyika uzinduzi mkubwa wa kihistoria ambao bwawa lile likazinduliwa, bwawa la Nyumba ya Mungu. Kutoka hapo ikawa ni bwawa la Nyumba ya Mungu, bwawa la Nyumba ya Mungu, na mpaka kumekuwa na vijiji, kumekuwa na vijiji vimezunguka hilo bwawa. Kwa hiyo bwawa hilo linapakana na wilaya ya Kiteto, linapakana na mkoa wa Tanga huko, linapakana pia na Kilimanjaro ambao ndio wilaya ya Mwanga. Kwa hiyo ukiangalia uzinduzi huo uliofanyika 1969 ulikuwa ni wa kihistoria. Sasa nasema huu uzinduzi wa pili uliofanyika tangu tupate uhuru ndio huu uliofanyika tarehe 9 mwezi wa 3 2025, ambao umefanywa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wa awamu ya 6, Dr. Samia Suluhu Hassan. Nasema uzinduzi huu ni wa kihistoria kwa sababu ndio uzinduzi wa pili tangu tupate uhuru, uzinduzi uliofanyika kwenye bwawa
Kama nilivyosema, wa kwanza ulikuwa ni wakati wa uzinduzi wa bwawa lenyewe. Sasa uzinduzi wa pili ambao ameufanya Daktari Samia ni uzinduzi wa mradi mkubwa wa maji kutoka kwenye bwawa hilo hilo. Kwa hiyo ndio maana nasema kwamba kwa uzinduzi wa maji, wa mradi wa maji, ni uzinduzi wa kwanza. Lakini kwa uzinduzi uliowahi kufanyika ndani ya bwawa hilo ni uzinduzi wa pili tangu tupate uhuru. Nataka kusema nini? Nataka kusema kwamba tarehe 9 mwezi wa 3 2025 Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aliweka historia ya kuiheshimisha wilaya ya Mwanga kwa uzinduzi huu wa maji. Ni historia ambayo haitakaa ifutike. Ni jambo ambalo linahitaji kutengenezewa kumbukumbu ambazo haitakaa isaulike, kwamba tarehe 9 mwezi wa 3 2025 kwamba Dr. Samia alifanya uzinduzi wa kihistoria ndani ya wilaya ya Mwanga, kwamba uzinduzi huu ni wa mradi mkubwa wa maji kutoka katika bwawa la Nyumba ya Mungu. Sema Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameiheshimisha wilaya ya Mwanga kwa sababu gani? Amefanya vitu vingi vya kihistoria. Kama nilivyosema, uzinduzi wa maji, wa mradi mkubwa wa maji kutoka bwawa la Nyumba ya Mungu, lakini pia yako mambo mengi ambayo yamefanyika katika wilaya ya Mwanga ambayo ni ya kihistoria. Ni ya kimaendeleo, lakini pia ni ya kihistoria. Kwa mfano, kuna swala la ujenzi wa barabara. Kuna swala la ujenzi wa hospitali ya wilaya. Kuna swala la ujenzi wa chuo cha VETA, chuo cha ufundi. Kuna swala la ujenzi wa nyumba ya halmashauri au jengo la halmashauri ya wilaya ya Mwanga. Na vitu vingine vingi ambavyo vimefanyika vya kihistoria. Nasema vya kihistoria kwa sababu ukiangalia majengo mengi ndani ya wilaya ya Mwanga, majengo mengi na vitu vingi vilivyofanywa katika wilaya ya Mwanga, utakuta vimefanywa na awamu ya kwanza au ya pili. Nikiwa na maana kwamba wakati wa rais wa kwanza na rais wa pili. Kutoka hapo vitu vya kihistoria ambavyo vipo vinaweka historia ni hivi ambavyo vimeanza sasa kwa awamu hii ya 6 ya Dr. Samia. Nasema hivyo kwa nini? Ukiangalia hata jengo la mkuu wa wilaya linalotumika, ukiangalia majengo mengi ya serikali, jengo la polisi toka enzi za mambo ya ukoloni huko, ukiangalia quarters za polisi, ukiangalia masuala ya barabara enzi za kina Dr. Cleopa Msuya, mzee wetu hapa Mwanga, baba yetu. Ukipanda hiyo barabara unakwenda kama Vuchama, unakwenda kama Vuchama huko, lami imeenda mpaka sasa hivi inakaribia inaingia Vuchama, yani kwamba mpaka Vuchama tayari. Ukienda Usangi yote hiyo barabara zimekuwa safi, umeme umesambaa kila mahali. Maji yalikuwa yamesambaa. Hatuna shida ya maji sana wilaya ya Mwanga, hasa huko milimani. Tuna bwawa mabwawa kama ile la Msangeni, vyanzo vya maji viko vingi tu. Kwa hiyo kazi kubwa ilifanywa na awamu ya kwanza na awamu ya pili, wakiwa chini ya Dr. Cleopa Msuya, waziri mkuu mstaafu. Lakini kwa sasa tunaangalia toka wakati huo majengo tunayoyatumia ni ya kihistoria. Lakini ukija sasa hivi kwa Dr. Samia Suluhu Hassan, tuna jengo jipya ambalo linakaribia kumalizika la halmashauri. Tuna jengo jipya ambalo limemalizika la hospitali ya wilaya ya Mwanga. Tuna VETA kubwa ambayo inajengwa, ambapo tulikuwa tunachukua watoto wetu kuwapeleka kwenda kuwasomesha Moshi mjini. Lakini hapa kuna jengwa VETA kubwa ya kihistoria. Unaona alafu ukiangalia stendi inayojengwa ni ya kihistoria.
Ukiangalia barabara, kuna swala tunasemaga ambayo tunasemaga kwamba kuna ukarabati wa barabara na kuna kujenga barabara. Ukiangalia hii barabara ya bypass ambayo imejengwa wakati wa Dr. Samia, ndio amejenga hiyo barabara. Ukiangalia hii barabara ya bypass ni kwamba imejengwa, yani kubomoa msitu, kubomoa mbuga, kuvunja makorongo na kubomoa miti na nini na kuondoa na kutengeneza barabara upya mahali ambapo palikuwa hakuna barabara. Maana yake sio matengenezo ya barabara tu au karabati, ni ujenzi. Kwa hiyo hilo ni swala la kihistoria. Tunazungumza kwamba barabara, aliyewahi kubomoa barabara ni serikali ya awamu ya kwanza na ya pili. Yawezekana ya tatu na ya nne ilibomoa, lakini barabara chache. Lakini nazungumzia kwenye wilaya ya Mwanga. Dr. Samia Suluhu Hassan anaweka historia kwa sababu amebomoa msitu na kutengeneza barabara inayoitwa bypass. Hii barabara ni barabara ambayo inapita katikati ya mji wa Mwanga kwenda kutokea tena barabara kuu. Barabara ambayo inaendelea vizuri na sasa hivi inajengwa kiwango cha lami. Na ukiangalia sasa hivi vitu vingi vinavyoendelea, maendeleo makubwa yanayofanyika Mwanga kwa jumla. Ndio maana nasema Dr. Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameiheshimisha Mwanga. Wilaya ya Mwanga sasa imeheshimishwa. Tunakushukuru sana Mama Dr. Samia kwa kutuheshimisha sisi wananchi wa wilaya ya Mwanga. Mungu akubariki sana, tunakupenda na tutaendelea kukuombea. Naomba nimalizie kwa kutoa ombi langu. Ombi langu nalipeleka direct, moja kwa moja kwa mkuu wa wilaya ya Mwanga, mkurugenzi wa wilaya ya Mwanga, kamati ya ulinzi na usalama wilaya ya Mwanga na wananchi wa Mwanga kwa ujumla. Mimi kama mwananchi mwenzenu nina ombi langu. Kwa sababu ya haya yote Mheshimiwa Dr. Samia ameyafanya, na kama kweli tunampenda, naomba tumpe zawadi. Tutampa zawadi mbili. Zawadi ya kwanza ambayo nilikuwa natamani tumpe mapema sana kama itawezekana, na ninajua inawezekana, madiwani. Ombi langu liende pia kwa madiwani, kwa sababu najua ombi langu hili ni lazima lipitie kwenye michakato ya madiwani, baraza la madiwani, halmashauri. Bila michakato hiyo ni ngumu sana ombi langu kutimia. Sasa naomba ombi langu, hebu pitisheni kwenye michakato hiyo ya madiwani, maana najua madiwani wengi mnampenda wilaya ya Mwanga, mnampenda Dr. Samia. Ninajua wenye viti mnampenda Dr. Samia. Najua wananchi wa Mwanga mnampenda Dr. Samia. Na kwa sababu ametufanyia haya yote, na ninajua kabisa kwamba wananchi wa Mwanga huwezi kusema lolote juu ya Dr. Samia. Sasa kwa sababu hiyo basi, niwaombe, hebu pitisheni katika michakato yote ya halmashauri na baraza la madiwani hii barabara ambayo inaitwa bypass, kwa sababu Mheshimiwa Rais Samia ndio ameitengeneza. Yeye ndio ametoa fedha, na kwa sababu ametufanyia mambo mengi, hebu naomba tujazie hapo nyuma ya hilo jina la bypass, hapo tujazie, tuweke Dr. Samia bypass. Tukiweka Dr. Samia bypass, tutakuwa tumempa zawadi ya kumheshimisha. Hiyo barabara iitwe kwa jina lake. Ninajua ni jambo linahitaji mchakato wa halmashauri, baraza la madiwani, na mimi kwa sababu najua madiwani na wananchi wa Mwanga pamoja na Mheshimiwa DC na kamati yake ya ulinzi na usalama, kwa sababu najua wananchi wote na wafanyakazi na watu mbalimbali, wananchi wanaoishi Mwanga, tunampenda Dr. Samia, na kwa sababu ameshatufanyia mambo makubwa, najua hili ombi langu litapita. Ombi la pili, tusimame naye mwezi wa 10, tuhakikishe Dr. Samia kwenye wilaya ya Mwanga anapata kura zote
ili aendelee kutuongoza miaka 5 ijayo. Ninatamani sana maombi yangu haya mawili yaungwe mkono na watu wengi, na ninatamani maombi yangu haya yasapotiwe na wengi, na Dr. Samia ajue kweli pamoja na kutufanyia mazuri haya yote, na sisi tunampenda. Mungu awabariki. Jina langu ni Bishop Ikongo, askofu mkuu wa makanisa ya TAGC, Tanzania Acts of God Church kitaifa. God bless you. Thank you very much.